Wanajeshi wa Ukraine wameuawa takriban 1135 katika saa 24 zilizopita katika eneo la operation maalum ya kijeshi dhidi ya vikosi vya Urusi, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetangaza. Na haya ni maelezo zaidi kuhusu operation hizo na maendeleo mengine katika eneo maalum la operation za kijeshi kama ilivyoainishwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Kulingana na ripoti hiyo, imesema ya kuwa Ukraine ilipoteza zaidi ya wanajeshi 225 katika eneo la wajibu la kaskazini na wengine 190 katika upande wa magharibi, ambako vikosi vya Urusi viliweza kuwaua upande huo wanajeshi wa Ukraine wapatao 190, ambapo operesheni za mapigano kusini zilisababisha kuuawa kwa wanajeshi wa Ukraine 140, huku kituo cha mapigano kikisema kwamba kiliwaua zaidi ya wanajeshi wa Ukraine 290 kutoka upande huo. Vikosi vya Ukraine pia vilipoteza zaidi ya wanajeshi 225 kutoka eneo la mapigano la mashariki mwa vikosi vya Urusi, na hadi wanajeshi pia 65 waliuawa katika upande wa vikosi vya Urusi vya Dnipro. Ulinzi wa anga wa Urusi pia ulidungua mabomu 10 yanayoongozwa na ndege zisizo na rubani 285 za jeshi la Ukraine katika saa 24 zilizokwisha kupita. Wizara hiyo ya ulinzi ya Urusi ilisema kwamba vikosi vya Urusi pia vilishambulia roketi ya HIMARS iliyotengenezwa nchini Marekani, pamoja na maeneo ya muda ya kupelekwa kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine na mamluki wa kigeni katika maeneo 142. Wakati huo huo, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vinavyofanya kazi katika eneo la uwajibikaji la kaskazini vilipoteza roketi ya Marekani iliyotengenezwa Washington. Wakati wa usiku, wanajeshi wa Urusi pia walianzisha shambulizi kubwa dhidi ya makampuni ya ulinzi ya Ukraine, vituo vya nishati vinavyotumiwa na jeshi la Kiev, pamoja na viwanja vya ndege vya kijeshi. Jana usiku, katika kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi ya Ukraine dhidi ya malengo ya raia katika eneo la Urusi, vikosi vya jeshi la Urusi pia vilianzisha shambulizi kubwa kwa kutumia silaha za masafa marefu za ardhini, angani na baharini zenye usahihi wa hali ya juu, pamoja na ndege zisizo na rubani dhidi ya makampuni ya sekta ya ulinzi ya Ukraine. Vifaa vya miundombinu vya nishati vinavyotumiwa na vikosi vya jeshi la Ukraine pia na viwanja vya ndege vya kijeshi, ambapo malengo ya shambulizi yalifikiwa kwa usahihi. Malengo yote yalipigwa, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema hivyo katika taarifa yake ya saa 24 zilizokwisha kupita.